kwa ajili ya makadirio ya Allah ya kilimwengu wa shar'i na makadirio ya kisheria. Bihaithu, yani anadhalilika na kunyenyekea kwa ajili ya ukubwa wa Allah. Bihaithu yastaslimu, wa kiasi ambacho anajisalimisha liqadaihi, kwenye makadirio yake Allah, liqadaihi, kwenye makadirio yake Allah, alkauni, ya kilimwengu, wa shar'i, na ya kisheria. Naam, na hizo ni irada mbili ambazo mwanadamu muislamu atakiwa azikubali. Kuna qadha, kuna makadirio ya Allah na hukumu zake za kikauni, za kilimwengu, za kiuumbaji. Watakiwa wewe ujisalimishe kwenye hilo, wala usibishane na kuchukia. Mathalan, katika mambo ambayo ni makadirio ya kikauni kama wanavyoeleza ahlul ilm, ni yale mambo ambayo mtu hana khiari katika mambo hayo. Mwanadamu hajapewa khiari, akitaka jambo litafanyika, asipotaka litafanyika. Mfano, kuumbwa kwako wewe, umeumbwa wewe hapo ulipo, jinsia yako ni mwanamke na mwingine mwanaume. Huyo ambaye amefanya mwanamke wala hakutaka, kama kazaliwa kajikuta mwanamke, na wewe mwanaume vile vile umezaliwa kajikuta mwanaume. Haya ni mambo ya kiuumbaji, alqada'u alkauni. Watakiwa wewe ujisalimishe kwenye hilo, wala usilete upinzani ukajitia dume jike au jike dume, watafuta kujikosoa tu kwamba waona wafanania sana kama ungalikuwa mwanaume. La, na mengine mengi katika hayo. Wa shar'i, na kujisalimisha katika makadirio ya Allah ya kisheria. Na haya ni yale ambayo ametufundisha sisi na kutuelekeza kupitia vitabu vyake alivyovileta na kupitia mitume wake aliyowatuma. Zikaja awamir, yakaja maamrisho mbalimbali, wanawahi, na makatazo. Ifa'alu kadha, fanyeni hivi, wala tafa'alu kadha, na wala msifanye hivi. U'budu Allah, muabuduni Allah, amri hiyo. Wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na chochote. Na mfano wake katika mfano wa hili katika al-awamir wan nawahi watakiwa utekeleze. Bismillahir Rahmanir Rahim.